Kwa kawaida tumezoea kutumia malimao pamoja na karafuu kama viungo vya chakula aina tofauti tofauti. Lakini leo bwana nimekuja kitofauti zaidi na nimekuletea faida nyingine kubwa sana ambayo inaweza kukusaidia wewe na ikasaidia na wengine ambao waliokuzunguka ambao unaona wanapitia katika maumivu ya meno ama maumivu ya jino. Bwana karibu sana katika channel yako pendwa kabisa hii hapa ya KBTV. Kama wewe ni mara ya kwanza unajiunga nasi, basi karibu sana. Kwa wewe mwanafamilia nikwambie tu enjoy, ila nikuombe kwa wewe ambao umepitia kwa video hii aidha kwa bahati mbaya au umekusudia kabisa kuipitia ili uweze kupata mafunzo haya na uweze kujua tiba jinsi ya kutibu meno yako ama jino lako, karibu sana. Nikuombe uweze kufanya jambo la kiungwana, bonyeza subscribe na alama ya kengele, hapo tayari utakuwa mwanafamilia wa channel yako pendwa kabisa hii hapa ya KBTV. Bwana karibu, kama nilivyokuambia hapo awali, karibu sana kwa wewe ambao unajiunga kwa mara ya kwanza. Ila kwa wanafamilia nadhani nyinyi mmezoea, endeleeni kuenjoy. Karibu sana. Bwana leo nimekuletea faida nyingine ambayo ulikuwa hauifahamu, ambayo ni faida ya kuweza kutumia malimao kama tiba ya jino ama tiba ya meno kwa yale yaliyotoboka kabisa na yale ambaye yanamuuma mtu. Bwana hii hapa unatibu kabisa, lakini sio kwenda kutoa, hapana. Hii unatibu na linapona na moja kwa moja unaweza kuwa mzima. Kuna kawaida ya jino ukingoa unakuta tena linaambukiza mwenzake, basi na nalo lingine linalofuatia nalo linakuwa tena lina shida. Basi mwisho wa siku unakuta wewe ni kila mwaka ni kutoa jino au kila mwaka kutoa meno, na ni hatari kweli kweli. Kama meno ya juu nimeshapata ushuhuda mara kadhaa, watu wanatolewa jino la juu na anaweza kupoteza maisha kabisa, kwa sababu wanasema wa madokta kwamba jino la juu ni kwamba limebeba mishipa mingi sana ya fahamu na vile vile linaweza likakupotezea maisha. Lakini sasa leo imepatikana tiba ambayo tiba hii unaweza ukalitibu jino lako na likabaki hivyo hivyo likiwa limetoboka, lakini bila kupitia maumivu yoyote wala lisio linauma tena, linabaki kama jinsi lilivyo na unaweza kutumia chakula chochote. Karibu sana na tuweze kuendelea na makala yetu hii hapa nzuri kabisa ya kuweza kujifunza namna gani ya kuweza kuandaa dawa ambayo inaweza ikatibu hilo jino lako linalokusumbua. Kwanza kabisa unatakiwa ufahamu kwamba jino linalokusumbua linaweza likatibika, na inatakiwa uamini kabisa kwamba hii hapa ni dawa ya kutibu, sio ya kutuliza wala sio ya kusema labda bana nipate afueni, hapana. Hii ni unapona kabisa na unarudi kuwa mzima kama zamani. Cha kufanya hapa inabidi utafute malimao. Nadhani wengi tunayafahamu malimao, na sio malimao peke yake, inabidi tutafute mbegu za malimao. Na cha pili inabidi utafute karafuu. Maana wengi tunafahamu karafuu kama viungo vya chakula mbalimbali. Wengi wanapikia kutumia kwenye chai, wengine wanachanganya hadi kwenye chakula, pilau na kadhalika. Lakini vile vile hiyo ni tiba ambayo unahitajika uitafute. Hapa ni vitu viwili tu, ukipata mbegu za limao kama hizi na ukaweza kupata karafuu kama hizi, basi hapo moja kwa moja unaweza ukapata mchanganyiko mzuri wa kuweza kutengeneza dawa yako ya kutibu hilo jino lako. Sasa unisikilize kwa umakini. Kwanza kabla ya yote, jino linalokuuma aidha kama limetoboka, inabidi uhakikishe kwamba jino hilo hapo unaweza kulifanyia usafi wa kutosha kabla ya kuweza kuiweka dawa hii. Ukishaifanyia usafi wa kutosha, umechokonoa kama kulikuwa na mabaki ya chakula, basi yale mabaki unaweza kuyatoa, libaki safi kabisa ili dawa iweze kukaa sehemu yake au ikae mahala pake ili iweze kutibika kwa vizuri sana. Na dawa hii bana haina madhara yoyote, lakini dawa hii vile vile inaua vijidudu waliopo kwenye jino lako au vijidudu wale ambukizi ambao unaweza ukatibu na wengine wakabaki, au kangoa jino lako na wengine wakabaki. Sasa hii haibakishi. Pale unapoitumia ni inaua wale vijidudu waliobaki na wale waliokuepo ambao kwenye ile jino husika, basi mwisho wa siku unakuwa salama kabisa. Kama basi utakuja kuumwa na jino kwa wakati mwingine, basi ujue kabisa umeweza kupata maambukizi mapya ya vijidudu vya meno. Yani unakuwa ushapata maambukizi mapya, labda mbeleni huko ndo uweze kusumbuliwa na jino tena, huenda likawa sio lile ulilolitibia, kwa sababu lile ulilolitibia linaenda kupona kabisa. Cha kwanza tafuta karafuu kama hizi unavyoziona, na hapa sio karafuu tu, kwa sababu karafuu kama unavyoziona unavyozishuhudia huwa zinakuwa na vimitimiti, yani kama hivi vimitimiti unavyoviona huku nyuma. Sasa lengo letu sisi ni kupata hivi mbegu hivi vichwa.
Yani ukishapata hiko kichwa cha karafuu, hakikisha unavivunja vunja vizuri, upate hivyo vichwa tu, yani vimbegu vya juu hivyo unavitoa vizuri. Na ukishavipata hivyo, basi kingine kinachofuata, kusanya mbegu za limao kama hizo unavyoziona. Mbegu za limao zinatokana na malimao. Unaweza kununua malimao hata 2 3 ukayapasua. Kwa hiyo mwisho wa siku baada ya kupasua utakutana na mbegu kule ndani. Kwa hiyo tunachokihitaji ni mbegu. Basi hizo mbegu zikusanye kama hivi, zirundike vizuri kabisa. Lakini baada ya kuzirundika mbegu kama hizi hapa, inachotakiwa sasa hivi uweze kuziandaa vizuri kabisa ni kuweza kuzimenya. Yani unavyozimenya, wakati huo umeisha andaa zako karafuu, na zipungue sana, upate punje kama 4 labda za karafuu, na uweze kupata labda vile vile mbegu zimenye kama hivi, upate punje kama 4 hivi ambazo ni za mbegu ya limao. Nadhani hapo mmenielewa vizuri. Kwa hiyo ukiisha zipata mbegu za limao, ukishapata mbegu za karafuu, basi moja kwa moja unatakiwa umenye. Yani ukipata punje kama 4 za mbegu ya limao, na unapata punje kama 4 za mbegu ya karafuu, au tunaweza tukaita karafuu, wengi tumezoea kuita karafuu, lakini mimi ninavyofahamu hizo ni mbegu za karafuu. Mkarafuu ni mti ndio unaitwa karafuu, lakini hizo ni mbegu zake. Kwa hiyo basi moja kwa moja ukishapata mbegu zake zile, moja kwa moja unaweza kuanza kuandaa sasa tiba yako kwa utaratibu kabisa, kwa uzuri kabisa. Kwanza ukishamenya limao kama hivyo, mbegu za limao, alafu vile vile ukapata mbegu za karafuu, vipande kama 4 vya limao, vipande 4 vya karafuu, basi unatafuta sehemu safi na salama ya kuweza kusaga, au unaweza kusema kuponda ponda. Lengo ni kuweza kupata mchanganyiko. Yani unaponda hizo mbegu za limao na unaponda mbegu za karafuu. Ukisha ponda basi unapata vile viunga vile. Sasa vile viunga ndo tiba yenyewe, lakini vile vile haijajitosheleza kuwa tiba, ni lazima pia uwe na limao. Ukisha kuwa na limao, wakati umeshaponda umeshapata ule unga mlaini kabisa mzuri, basi unapata limao lako. Ukishapata ile limao taratibu, unaweza aidha unaweza hata kukorogea kwenye kijiko. Kwa hiyo kwenye kijiko nadhani itakuwa ni vizuri zaidi, kwa sababu zinakuwa ule unga umeupata kwa uchache zaidi, kwa sababu hapa tunatengeneza dawa ya kutumia kwa mara moja. Lakini ukitaka kutumia dawa kwa mara nyingi zaidi, yani uwe na dawa nyingi ya kujitosheleza, vile vile unaweza ukaandaa mbegu za limao kwa wingi na karafuu kwa wingi. Kwa mfano, unaweza ukaweka mbegu za karafuu labda 100, uhakikisha pia na mbegu za limao umeziweka zikawa 100. Huo ni mfano nimetoa, kwa sababu zinatakiwa ziende sawa kwa sawa. Na kwenye karafuu tukumbuke kabisa ni hivi mbegu vya juu ndio vinavyohitajika, hivi vichwa. Na kwenye limao tukumbuke kabisa ni kwenye mbegu inachohitajika, alafu mwisho siku unamenya ndani, kile kiini cha ndani ndio kinachohitajika, sio ile gamba la juu. Nadhani hapo utakuwa umenielewa vizuri. Basi ukishasaga, umeshaponda vizuri, umepata huo mchanganyiko, tafuta limao hilo basi fanya kukamulia ile mbegu au ule unga uliousaga, unadondoshia kidogo, yani unadondoshia ili uweze kupata, yani tuseme kama kupata kama uzito fulani hivi, au kuseme kama mnato fulani hivi, au uweze kushikanisha ile dawa yako. Lakini unatumia maji ya limao kwa uchache sana, kwa sababu ukikamua mengi mwisho wa siku itakuwa ni maji yote. Kwa hiyo inatakiwa udondoshe, ufanye kupata kama tone, ili ukikoroga unaona kabisa kwamba hapa tayari imeweza kupatikana uzito wa kuweza kuchukua na kutia katika tobo la jino lako. Basi ukitia katika tobo la jino lako, uhakikisha kabisa kama nilivyosema hapo awali, jino lako linakuwa safi, unakuwa umelisafisha kabisa. Basi moja kwa moja unadondoshea pale ama unapachika pale. Itaweza kukaa pale kwa muda mpaka pale utapohitaji kutumia chakula. Basi unachokonoa vizuri, unatoa, unasukutua, unatumia chakula chako. Ukimaliza tena kula chakula, unapachika tena. Maana kukuta hata ukifanya mara 3 sio mbaya, kwa sababu hii haina kazi kubwa. Unaweza kutengenezea nyumbani, ukafunga hata kwenye kijilailoni, ukatembea nacho hata kazini, popote pale. Ukisema muda wangu wa chakula umeshafika, unasafisha vizuri, unasukutua vizuri, na kisha yule mabaki ya chakula yametoka, unapachika tena.
tena. Basi ukifanya hivyo mara kwa mara au kwa siku kadhaa, hilo jino lako litakuwa ni salama kabisa na litakuwa ni zima kabisa na litakuwa ni safi kabisa. Bana, karibu sana. Hii ni channel yako pendwa, siku zote inakuletea miti tiba, miti dawa inakuletea, ila sio channel ya mganga bana. Ni mtu tu ambaye anafahamu miti ambayo tumeambukizwa na mababu ama tumepewa urithi wa kuweza kujua. Na ukiitumia kiusahihi, basi unaweza kuwa salama kabisa na unaweza kupona kabisa. Yani hilo jino halitakaa liume tena, labda tu lije litokee tena lipate maambukizi mapya. Epukana na maumivu ya meno, epukana na maumivu ya mashavu kuuma, kuvimba. Pona kabisa jino lako, na hata kama yale yenye matobo kama haya yanayoonekana, basi mwisho kwa siku yatabaki mazima na hata kaa yaume tena. Kwa hiyo mwisho siku yanabaki kama jinsi yalivyo, na siku hizi kuna utaalamu unaweza kujaza bana. Bana, mpaka katika wakati mwingine au video ijayo. Bye.